Kuanzisha biashara. Karibu How to Start Business Channel, na wiki hii ni wiki ya biashara za nafaka na tunaangalia zaidi nafaka za aina tatu ambazo ni mchele, sembe na maharage. Sasa hii ni video ya pili. Video ya kwanza tulielezea kuhusu mambo ya mchele. Sasa hii ya pili tunaelezea mambo ya sembe. Kila nyumba Tanzania, iwe mjini au kijijini, inakula ugali. Lakini je, unajua kwamba gunia moja la mahindi la shilingi 80,000 linaweza kutengenezea faida ya hadi shilingi 40,000 ukilibadilisha kuwa unga? Leo katika video ya pili ya wiki yetu ya biashara ya nafaka, tunaingia kwenye kiwanda cha pesa, yaani biashara ya sembe. Wengi wanaogopa biashara hii wakidhani inahitaji mashine ya mamilioni. Hili ni kosa kubwa. Leo nitakuonyesha jinsi ya kuanza biashara hii kwa mtaji wa Laki 5 tu, bila kumiliki mashine hata moja, kwa kutumia mbinu inayoitwa parasite strategy. Kaa hapa, twende kazini. Sasa kuna kosa kubwa ambalo vijana wao wanafanya wanapoingia kwenye biashara ya sembe. Sasa hilo kosa ni kosa gani? Kosa kubwa ambalo vijana wanafanya wanapotaka kuingia kwenye biashara ya sembe ni kutaka kuwa kama Mila, yaani mwenye kiwanda cha sembe. Wanawaza kununua mashine ya kusaga, kukoboa, mota na kulipia kodi ya jengo. Hapo unahitaji milioni 10 au zaidi. Ukianza hivi na mtaji mdogo, utakufa kabla hujaanza. Umeme utakuumiza na spare parts zitakula fedha yote au faida yote. Sasa suluhisho ni nini? Usiwe mwenye kiwanda kikubwa au kuwa brand owner. Wewe kazi yako ni kuhakikisha unga unaingia kwenye mfuko wenye jina lako. Mashine waachie wenye mashine. Sasa hebu tuangalie mbinu zinazotumika kufanya hii biashara ili uweze kufanikiwa. Sasa hapa kwenye mbinu ya parasite kuna hatua ambazo inabidi uzifuate. Sasa hatua ya kwanza ni kupata mzigo. Usihangaike kwenda shamba bado. Nenda kwenye soko la jumla la mahindi kama vile Tandale au soko kuu la mkoa wako. Nunua mahindi makavu kabisa, gunia 3 kwa kuanzia. Sasa ngoja nikupe siri. Hakikisha mahindi hayana wadudu na yamekauka vizuri. Mahindi mabichi yanakupa unga mchungu na wenye rangi mbaya. Sasa hebu tuangalie hatua ya pili ambayo ni ya processing au kuchakata. Hapa ndipo parasite strategy inafanya kazi. Peleka mahindi yako kwenye mashine za watu wengine wanaotoa huduma ya kusaga. Gharama ya kusaga gunia moja ni wastani wa shilingi 3,000 mpaka 5,000 kulingana na eneo ambapo upo. Wewe utalipa tu huduma. Faida yake, hauna gharama za umeme, hauna fundi wa mashine, hauna kodi ya jengo la kawaida na kadhalika. Sasa hebu tuangalie hatua ya tatu ambayo ni ya branding na packaging, yaani ufungashaji. Hapa ndipo pesa ilipo. Usiuze unga kwenye mifuko ya rambo. Tengeneza mifuko yako yenye lebo. Nunua mifuko ya kilo 50, kilo 10 na hata kilo 25. Jina la biashara yako, namba ya simu na kauli mbiu, yaani slogan, kama vile mfano, ugali wa nguvu au mweupe pe. Watu hawanunui unga, wananunua uhakika na usafi. Mfuko mzuri unajenga hiyo imani. Kuhusu hesabu za pesa ya hii biashara ya unga wa sembe, hizi hesabu zikoje? Sasa kuhusu hesabu, hebu tupige hesabu za haraka
za mtaji wa shilingi 500,000 tu. Tuanze na matumizi. Mahindi gunia 4, kila gunia shilingi 85,000. Sasa hapa tunapata 340,000. Kuhusu kusaga na kukoboa ni 5,000 mara 4, hii inakuja 20,000. Kuhusu mifuko ya packaging na usafiri, hii inakuja shilingi 40,000. Sasa jumla ya gharama zako itakuwa ni shilingi 400,000. Kwa hiyo kati ya 500,000 unabaki na 100,000 kwa ajili ya dharura na akiba. Sasa hebu tuangalie upande wa mapato. Gunia moja la kilo 100 la mahindi lililokobolewa linatoa wastani wa kilo kati ya 75 mpaka 80 za sembe safi na kilo 20 za pumba. Sasa kilo 80 za sembe ukizidisha mara 4 unapata kilo 320. Bei ya kuuzia yaani ya jumla kwa kilo ni wastani wa shilingi 1,500 mpaka 1,700. Sasa tuchukue bei ya shilingi 1,600. Kwa hiyo kilo 320 mara 1,600 tunapata 500,000 na 12,000. Pumba tunazo hapa kilo 20. Ukizidisha mara 4 unapata kilo 80. Na bei ya pumba gunia moja la kilo 70 ni wastani wa shilingi 15,000. Kwa hiyo tuseme unapata shilingi 15,000 kutokana na pumba. Sasa tuangalie faida. Mauzo ya sembe pamoja na pumba ni 500,000, 12,000 ukiongeza na 15,000 inakuja 500,000 na 27,000. Sasa gharama kwa jumla ilikuwa ni 400,000. Kwa hiyo faida ghafi inakuwa ni 1,27,000 kwa mzunguko mmoja wa haraka. Ukifanya mizunguko 4 kwa mwezi, hiyo ni zaidi ya shilingi 500,000 ambayo ni faida safi bila kumiliki mashine. Sasa hebu tuangalie mipango ya mauzo ya sembe iko vipi. Sasa kuhusu swala la mauzo, hapa kuna swali. Sasa utamuuzia nani? Usishindane na Azam au makampuni makubwa pamoja na supermarket. Soko lako ni tofauti kidogo. Kwanza ni mamalishe. Hawa wanapika kila siku. Wanataka unga mzuri kwa bei nafuu kidogo kuliko dukani. Kundi la pili ni maduka ya mtaani. Wape mzigo mali kauli, yaani kidogo. Wakiuza wanakulipa. Na kundi la tatu ni oda za harusi au shughuli mbalimbali. Tafuta wapishi wa shughuli. Biashara ya sembe hailali, maana njaa haigomi. Anza na ulicho nacho. Kama umependa video hii, like na subscribe. Usikose video ya Ijumaa, tutamalizia na dhahabu ya maua, yaani biashara ya maharage. Hii ndio itakupa pesa ya ada ya watoto mwakani. Mpaka sasa nimekuelezea mambo mengi ya muhimu kuhusiana na biashara ya sembe, na kama utakuwa umenifuatilia kwa ndani zaidi au kwa uangalifu zaidi, nina uhakika sasa unaweza ukaanzisha biashara yako ya sembe na ikawa na mafanikio. Sasa kwa kumalizia, nina wito nataka kuutoa. Sasa hebu nisikilize. Nina swali hapa. Ni sehemu gani ya hii video ambayo unaona imekuvutia sana kiasi ya kuwa imekuhamasisha na uko tayari kuanzisha biashara ya sembe? Na upande huo huo, ni sehemu gani ya hii video unafikiri umeona kuna changamoto ambazo zinahitaji zipatiwe ufumbuzi? Sasa naomba uwasiliane nami kwa kuandika hapo chini kwenye maoni kuhusiana na sehemu ambayo imekufurahisha, lakini pia sehemu ambayo imekuwa na changamoto nyingi. Mwisho kabisa ni kuwa hii ni wiki ya biashara ya nafaka, na leo ilikuwa ni video ya pili ambayo tumezungumzia biashara ya sembe, na Ijumaa tutazungumzia biashara ya mwisho ambayo ni maharage. Sasa kama nilivyokuwa nasema kwenye video zinazopita, ni kuwa sisi tumeamua
kutoa mafunzo kwa vijana wetu waliomaliza vyuo na ambao hawana ajira ili waweze kuanzisha biashara. Tunajua changamoto kubwa ni kuhusu mtaji, lakini pia kuhusu elimu ya ujasiriamali. Kuhusu elimu ya ujasiriamali ndio hii tunayoitoa. Kuhusu mtaji, tunajua vijana wetu wengi hawana pesa nyingi za kuweza kuanzisha mtaji. Ndio maana tumeweka nguvu zaidi kwenye kuonyesha jinsi unavyoweza kuanza biashara kwa mtaji mdogo sana. Ndio maana tunaonyesha kuwa ukiwa na Laki5 unaweza ukaanza biashara, lakini hata ukiwa na Laki1 unaweza ukaanza biashara. Na zile biashara ndogo kabisa unaweza ukaanza biashara hata ukiwa na shilingi 50,000. Ninachokuomba subscribe kwenye huduma zetu ili usipitwe na video zetu, lakini pia na vipindi vya Tan Business Channel Online Television. Naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji, jina langu ni Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.